Mpenzi mtazamaji wa runinga ya Mwaminifu, hujambo popote pale ulipo, na ninatumai unaendelea vizuri na unatupokea katika njia iliyo sawa popote pale ulipo katika nchi yetu ya Kenya na kule nje ya nchi. Najua kuna watu wanatutazama wakiwa kule ngambo, kuna watu wako kule UK, wengine wako USA, wengine wako Dubai kama akina Mwengi, wengine wako kule Qatar. Na tunashukuru Mungu ni kwa sababu umekuwa mahali pale na umekuwa msaada katika stesheni hii ya runinga ya Mwaminifu. Na majina yangu naitwa Joel Barton, na leo ni siku nzuri kwa sababu tumetembelewa na mgeni ambaye ni mgeni mzuri, na hata ukimwangalia yuko sawa na yuko very smart. Atajitambulisha majina yake, lakini kabla ya hapo nataka nikupe namba yetu ya ujumbe mfupi, na vile vile kama ungekuwa na ushuhuda ambao ungependa watu wakausikie, ama ungelikuwa na neno kama lile mchungaji ametuletea mchana wa leo, umekaribishwa sana. Namba yetu, mpenzi mtazamaji, namba yetu ya ujumbe mfupi ni 0721 480 922. Na tafadhali usisahau na kusubscribe, kwa sababu utakapokuwa una subscribe Mwaminifu Television YouTube channel utakuwa unatuweka mbele. Na kwa hiyo sitaki nichukue muda mrefu, nataka nimkaribishe mtumishi wa Mungu akaweze kukusalimia, akwambie anaitwa nani na ametoka. Mtumishi wa Mungu, Bwana asifiwe sana. Natukuza sana. Amen. Nashukuru sana. Amen. Kwa kufika studio zetu. Amen. Mungu akubariki. Amen. Asante. Karibu sana katika studio za runinga ya Mwaminifu. Asante. Na sasa nataka uchukue nafasi ukaweze kumsalimia mtazamaji mahali popote pale alipo. Mwambie unaitwa nani, umetoka wapi, na tutaendelea na Bwana. Ninajua kuna kitu Mungu amekiweka ndani ya moyo wake kwa sababu ya mtazamaji. Wengine amefika mahali akakufa moyo ama akasikia maisha yamemsonga, lakini najua Bwana amekutuma kwa sababu ya maisha yake. Kwa hivyo msalimie na ukajitambulisha. Amen. Mtazamaji wangu, Bwana asifiwe sana, na kusalimia ukiwa pale nyumbani au katika maeneo ya taifa hili na labda mbali katika taifa hili la Kenya na kwingineko. Nawaletea salamu katika jina la Yesu Kristo. Majina yangu ni mchungaji Josephat Mugo, na sana sana watu wananijua kama mchungaji Kibaki. Yesu ni Bwana, nahubiri Injili na naamini ya kwamba tutafululiza moja kwa moja katika kipindi hiki cha Mwaminifu TV tunapolisikia neno la Bwana mchana. Amen. Mchungaji, karibu sana. Asante. Na sasa nataka nikaweze kuchukua nafasi hii nikakukaribisha rasmi katika kipindi hiki cha kutuletea neno la Mungu. Ninajua Bwana hawezi akakutuma hivyo bure, lakini najua kwamba Mungu amekutuma akiwa na makusudi kwa sababu ya maisha yetu, na hasa maisha ya mpenzi mtazamaji wa runinga hii ya Mwaminifu. Na kwa hiyo nataka nikaweze kukupea nafasi hii ili ukaweze kuendelea na neno la Mungu. Na kwa hivyo nitakuachia tu sasa mahali hapa ili ukaweze kutupeleka mbele za Bwana kwa maombi, ukaliombee neno la Mungu, na baadaye ukatupeleke moja kwa moja hadi ujumbe ambao Bwana amekuweka katika maisha yako, ni kwa sababu ya maisha yetu mchana wa leo. Kwa hivyo mpenzi mtazamaji, nataka nichukue nafasi hii nimkaribishe mtumishi wa Mungu akaombee neno, na baadaye akiombea neno sasa ataingia moja kwa moja hadi katika lile neno ambalo Mungu ameliweka ndani ya moyo wake kwa sababu ya maisha yako na kwa sababu ya maisha yangu. Asante sana mtazamaji wa runinga ya Mwaminifu TV, na kushukuru kwa sababu ya kuungana nasi pamoja nasi kwa muda huu ninapoileta neno la Bwana. Lakini kabla sijaleta neno la Bwana, nataka tuweze kuliombea neno ili Bwana akazungumze na maisha yako. Najua kwamba baada ya neno hili maisha yako haitakuwa kama jinsi ilivyo katika jina la Yesu. Wacha tuamini pamoja, hata mahali ambapo huko unaweza amini pamoja nami tunapoamini katika neno hili. Baba Mungu, katika jina la Yesu tunakushukuru, tunasema ni asante kwa sababu ya fursa ambayo umetupatia Bwana kuleta neno lako. Asante Bwana, tukiwa katika studio hizi za Mwaminifu TV, Bwana amini ya kwamba watazamaji wetu ambao wanatutazama Bwana wakiwa hapa nchini na kwingineko hata nje ya taifa hili, najua kwamba neno lako Bwana linapokuja Bwana utanena nao na utazungumza na maisha ya mfalme. Pokea sifa mfalme, na inuliwe, na ni kwa jina la Yesu Kristo tumeomba na pia tuamini. Sema tu amen mahali ambapo huko, na Bwana azidi kubariki na azidi kutenda neno. Amen. Jioni ya leo ama adhuhuri ya leo, mtazamaji wangu, nataka kuleta neno la Bwana kwa kifupi sana, kwa sababu najua kwamba Bwana huanga hakusanyishi watu wake bila kuzungumza na wao neno ambalo anataka liwafikie adhuhuri kama ya leo. Na siku ya leo, kwa sababu naamini ya kwamba tungali katika mwaka mpya, na najua kwamba tulipokuwa tunarukisha mwaka mpya, na kwa wale ambao hatukuweza kupatana nao, nataka kusema happy new year 2020. Ni mwaka ambao Bwana ataenda kutenda mambo makubwa na atazidi kutembea pamoja nasi katika kipindi hiki. Lakini kuna mtume Bwana ambaye amekuwa akizungumza na mimi katika mwaka huu ya kwamba kando na prophecies ambazo tumepatiwa katika mwaka huu, Bwana anataka tuwe watu wa imani
kwa sababu mpendwa, pasipo imani huenda hata ile prophecies ambayo umeipata huenda haitaifikiana. Lakini kukiwa na imani katika maisha yako, ukijua na ukimwamini Mungu ya kwamba yeye ambaye ameahidi jambo hilo ataweza kulitimiza, ninaamini ya kwamba bila shaka, haijalishi situation ambayo unaweza kuwa nayo mchana wa leo ama jana vile watu walivyokusema, lakini kile kitu ambacho unajua kwamba pasipo imani, Biblia inasema kwamba hatuwezi kumfurahisha Mungu. Nataka utembee pamoja nami ukiwa na Biblia yako katika kitabu cha Samueli wa kwanza, the book of 1 Samuel. Samueli wa kwanza, nataka kusoma mlango wake wa 17, Samueli wa kwanza 17. Nataka kuenda katika kipengele cha 41, the book of 1 Samuel chapter number 17 verse number 41. Pale tunapoteremka pale, maandiko inasema kitabu cha Samueli wa kwanza, the book of 1 Samuel chapter number 17 verse 41. Maandiko inasema namna hii. Niko na Biblia ya Kiswahili na naamini ya kwamba tutapatana. Hivi ndivyo inavyosema maandiko ya kwamba Samueli wa kwanza, huyu Mfilisti naye akamsongelea Daudi akamkaribia, na mtu yule aliyemchukulia ngao yake akamtangulia. 42 nasema kwamba hata Mfilisti alipotazama huku na huku akamuona Daudi akamdharau, kwa kuwa ni kijana tu mwekundu, tena sura nzuri. 43 nasema kwamba Mfilisti akamwambia Daudi, je, mimi ni mbwa hata umenijia kwa fimbo? Mfilisti akamlani Daudi kwa fimbo, kwa miungu yake. Mfilisti akamwambia Daudi, njoo huku kwangu, nyama yako nitawapa ndege wa angani na nyama wa mwituni. 45 inasema kwamba ndipo Daudi akamwambia yule Mfilisti, wewe unanijia mimi na upanga na fumo na mkuki, bali mimi ninakujia wewe kwa jina la Bwana wa majeshi, Mungu wa majeshi ya Israeli uliowatukana. Sikia 46, siku hii ya leo Bwana atakuwa mkononi mwangu, nami nitakupiga na kukuondolea kichwa chako, nami leo nitawapa ndege wa angani na wanyama wa nchi na mizoga ya majeshi wa Filisti, ili kwamba dunia nzima wajue kuwa yuko Mungu katika Israeli. 47 ambayo ndio ya mwisho inasema ya kwamba nao jamii ya watu wote pia wajue kwamba Bwana haokoi kwa upanga. Bwana haokoi kwa upanga wala mkuki, maana vita ni vya Bwana, naye atawatia ninyi mikononi mwetu. Bwana, tunakushukuru kwa sababu ya usomi wa neno lako. Libariki Bwana tunapolishiriki na mtazamaji mchana huu wa leo. Mtazamaji, mchana huu wa leo, Biblia inasema kwamba tunaposoma maandiko, Biblia inasema kwamba hatuwezi kumfurahisha Mungu hata katika situation ambayo tuko nayo, hata katika watu ambao tumesoma katika neno la Bwana ambao waliishi kabla ya maisha yetu. Hatuwezi kumfurahisha Mungu pasipo imani. Na mchana wa leo mpendwa, nataka kuzungumzia kuhusu imani, kuwa mtu wa imani, ya kwamba kando na prophecies ambazo tumetabiriwa ni mambo ya kweli na ni mambo mazito. Yale mtumishi wa Mungu alitabiri katika mkesha, mahali ambapo ulikuwa katika mkesha, akatabiri mambo hayo yatafanyika kuwa ya ukweli kama tutakuwa watu wa imani. Na Biblia tunapoangalia neno la Mungu katika kitabu cha Ibrania 11 aya 6 inasema kwamba hatuwezi, kwa sababu ya kwamba pasipo imani hatuwezi kumfurahisha Mungu. Kwa hivyo mpendwa wa Mwaminifu TV, jioni hii ya leo nataka tuwe watu ambao wanamwamini Mungu licha na situation ambao tunaweza kuwa tunakabiliana nao mpaka sasa hivi. Situation ya kifedha, situation ya ndoa, situation ya kutafuta kazi. Ninajua kwamba nazungumza na mtu ambaye labda amemaliza shule juzi, na unajiuliza kwamba mwaka uliopita kweli kabisa nimefanya graduation, lakini je, ninaona kwamba nikana kwamba hakuna mpango. Serikali ingali inasema kwamba inatengeneza kazi, lakini bado mpaka sasa hivi hakuna kazi. Nataka kuambia kwamba tunaweza shinda mambo ambayo tunayapitia jioni hii ya leo tukiwa watu ambao ni watu ambao ni wa imani. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo jioni ya leo nataka tunapoitazama neno, kwa sababu Biblia unapoangalia hata kitabu cha Ibrania inasema kwamba kwa imani now faith, imani sasa, now faith is the substance of the things that is hoped for. It is an evidence, in other words, ya kwamba unamwamini Mungu, ya kwamba uko nacho hata kabla hauna. Bwana asifiwe sana.
Ninaamini ya kwamba jioni hii ya leo ninapozungumza na mtu ambaye labda hali imekufinya. Ndoa labda unaona kwamba imefilisika. Kanisa labda haifanyi vizuri. Hata labda hali watu ambao tunasoma labda hata tumekosa karo ya shule. Lakini Bwana anasema kwamba kama utanifurahisha na nikufanyie mambo ambayo ni makubwa, lazima ukuje kwangu katika imani. Na jioni ya leo nataka kuzungumza na mtazamaji wa Mwaminifu TV. Nikwambie kwamba Bwana anataka tuwe watu wa imani. Na mahali ambapo tumesoma katika maandiko haya, nilikuwa ninasoma maandiko haya na ninaona ya kwamba kuna situation ambazo zinatupata kama wanadamu. Kuna mambo ambayo yanakuja kwetu hata kama familia. Kuna mambo ambayo yanakuja kwetu kama wanafunzi. Kuna mambo yanakuja kwetu kama taifa. Kuna mambo yanakuja kwetu kama wana biashara. Lakini katika mambo haya yote, labda Mungu kile ambacho anatazama tuwe watu wa imani, ili akaweze kuoneshana ukuu wake katika hali hiyo. Na mahali ambapo tumesoma mtazamaji wangu mchana wa leo, tunaona ya kwamba Biblia inasema kwamba kulikuwa na mtu. Na sasa hivi kama kuna kitu ambacho ninamwomba Mungu ni ya kwamba tukae watu ambao ni watu wa imani. Kwa sababu Biblia inasema kwamba kulikuwa na jamaa mmoja ambaye jina lake linajulikana, alikuwa anaitwa Goliathi. Na mtu huyu Biblia inasema kwamba huyu ni mtu ambaye alilelewa katika vita. Ni mtu ambaye alijulikana katika kupigana. Na sasa Biblia inasema kwamba akaanza kulaani na kuleta madharau. Wapendwa, kama kuna mambo ambayo tutaweza kuyaovercome in the year 2020, ni lazima tumwamini Mungu ambaye amenena neno lake. Biblia inasema kwamba for I know the plan that I have for you, says the Lord. It is the plan to give you a hope and a future. Hiyo ndio mipango ya Mungu katika maisha yako. Lakini you can only actualize that word wakati unamtazama Mungu, hata kama humuoni na macho haya, unamtazama Mungu na macho mengine na macho mengine ya imani. Ndio Paulo anaandikia kanisa la Waefeso. Anawaambia kwamba ninamuomba Mungu ya kwamba macho yenu ya ndani yakaweze kufunguka, mkaweze kujua utajiri ambao Kristo ameweka kwa ajili yetu. Mpendwa, hatuwezi ona utajiri na tuone mambo makubwa ambayo Kristo ameweka katika maisha yetu na mbele yetu pasipo kutembea katika imani. Maandiko yanasema kwamba Daudi hata kama alikuwa anachunga kondoo, hata kama hakuwa ana uzoefu wa vita, hata kama hakulelewa na vita, lakini alifika mahali akasema kwamba, je, ni nani huyu ambaye atamkejeli Mungu wa Israeli? Wapendwa, lazima tukumbuke. Nilikuwa ninapotazama maandiko haya, nilikuwa naona kwamba si kwamba Daudi alikuwa anamwendea Goliathi kwa sababu alikuwa na uzoefu wa vita. Hakuna mahali ambapo Biblia inasema kwamba huyu jamaa ama Daudi na Goliathi walikuwa wako katika na experience moja. Lakini maandiko yanasema kwamba Goliathi alikuwa ni mtu ambaye ni wa vita kutoka utoto wake. Lakini Biblia inasema kwamba Daudi akasema ya kwamba hata baada ya kuulizwa ya kwamba ni nani atakaye pigana na huyu Mfilisti, nataka utazame kitendo na hatua ya imani. Manake anasema ya kwamba hata kama sina uzoefu wa vita, lakini kuna maneno ambayo Daudi anayazungumza. Wapendwa, kama kuna kitu ambacho Bwana angetusaidia hata tunapoendelea na mwaka huu, kwa sababu mwaka huu ungali ni mbichi, ya kwamba Bwana anataka tutembee na imani, ya kwamba ndio situation inaweza kuwa ni kama vile ilivyokuwa the year 2019, lakini maneno ya vinywa vyetu bila sema kwamba tazama, siku ya leo nimeweka uhai na mauti katika ulimi wako. In other words, Bwana ametupatia uwezo wa kuumba mambo katika kutamka. Praise the name of the Lord. Katika kutamka, na tunaweza tamka maneno ya uhai, tunaweza tamka maneno ya ushindi ama maneno ya kushindwa katika maisha yetu. Na mtazamaji wangu, unaweza kumbuka kisa cha watu ambao walikuwa ni wenye ukoma. Tunapotazama hata katika, sitasoma kwa sababu ya muda wangu ni mfupi kidogo, lakini bila sema kwamba wana ukoma wale wanne walikuwa mahali wameketi, wakasemezana watu waende kwamba tukiingia mahali katika pale kwa jeshi la Wasami watatumaliza, na bado tukikaa hapa tutakwisha. Lakini katika imani wakasema kwamba tuchukue hatua ya kwanza, kama jeshi la Wasami litatumaliza na sisi tukakwisha.
Lakini mpendwa, nimekuja kujua kwamba the moment you take the first step, even toward that prophetic word that you have already received, even toward that hiyo mambo mazito ambao mchungaji wako ameyazungumza, wakati unachukua Mungu katika neno lake, unachukua Mungu katika hili neno lake, unasema kwamba Mungu, wewe katika neno hili ninakuamini kwa sababu najua kwamba wewe ndiyo neno na neno ni wewe. Biblia inasema kwamba hapo mwanzo palikuwa na neno na neno lilikuwa ni Mungu. Kwa hivyo unaweza chukua hilo neno na ukamwambia Bwana ya kwamba wewe ndiye umezungumza neno hili, na kwa sababu hiyo ninalichukua kama lilivyo. Wakasema kwamba tutaingia, na kama tutaikwisha tumalizikie kule ndani. Wakitumaliza ni sawa, na wakisikia kwamba wataspea maisha yetu ni sawa. Lakini mtazamaji wangu, sikiza, maandiko yanasema kwamba walipochukua hii hatua ya imani ya kwamba Mungu alileta mgurumo mkubwa, kwa sababu wakati tunatembea na imani, wakati tunazungumza imani, haikui sasa ni sisi, lakini Mungu mwenye imani anaingia katika maisha yetu, na tunaanza kuona mambo kama vile Daudi alisema kwamba anamwambia Mfilisti huyu, anamwambia hata kama siku hii ya leo unaonekana kwamba una uzoefu wa vita, lakini mimi siji kwako katika hali ya uzoefu wa vita, lakini nakuja kwako katika Mungu wa majeshi ambao umemlaani. Mpendwa, lazima tufike mahali na tuseme ya kwamba enough is enough. Praise the name of the Lord. Lazima tufike mahali tuseme ya kwamba imetosha. Daudi anazungumza maneno imani hata kama hana uzoefu wa vita. Na yule jamaa Maandiko yanasema kwamba alipotazama hivi akasema, je, mimi ni mbwa hata unanikujia na mawe na unakujia na kitu ya kunipiga kwa mawe? Yaani akamdharau na Mungu wa majeshi ya Israeli. Wapendwa, kuna mambo ambayo yametudharaulisha kwa muda wa kipindi kirefu. Kuna watu wamesema kwamba kwa sababu ya level of education yako, ya kwamba you cannot go anywhere. Kwa sababu haujatoka katika familia ina ushauri mkubwa, hauwezi enda popote. Kwa sababu hauna ujuzi wa kufanya kile ambacho labda unakifanya sasa, hauwezi fanya ama hauwezi fanikiwa katika hiyo hali. Lakini nataka kukuambia mtazamaji wangu ya kwamba mimi si yadharau masomo. Ndio, kama Mungu amekupatia neema ya masomo, endelea na masomo. Kama Mungu amekupatia neema ya ndoa, endelea na ndoa. Lakini Biblia inasema kwamba kuna Mungu ambaye anaweza kufanya zaidi. There is a God who is able to do exceedingly, abundantly, and above what we can pray or even imagine, according to the power that worketh in us. Daudi akajua hiyo. Wapendwa, hakuna kitu kizuri kama kujua kwamba in this journey of life you are not alone. You're not alone. Inaweza onekana kana kwamba uko peke yako, but I want to tell you today, that you are not alone. Sikiza, katika station hizi, katika studio hii ya Mwaminifu TV, nasema Bwana amenituma nikuje niseme kwamba you are not alone. And my brother, my sister, if you can walk by faith, not by what we see, praise the name of the Lord. Kama tunaweza tembea na kile ambacho na tuzungumze imani na tuchukue hatua imani. Daudi akasema ya kwamba nitakujia na siku hii ya leo. I like that confession. Napenda hiyo maneno ya kwamba, mpendwa, ninajua kwamba labda uko katika nchi ambayo uchumi haufanyi vizuri, uko katika ndoa ambayo haifanyi vizuri, uko katika biashara ambayo haifanyi vizuri, uko katika hali ya crisis ambao unaona ni kana kwamba umepanda sukari, labda mambo yamekulemea. But the Lord has sent me today nikuje nikwambia kwamba we don't walk by what we see, but we shall walk by faith, because the Bible says kwamba the just shall live by faith. The just shall live by faith. Here Daudi anasema kwamba alimwambia yule Mfilisti ya kwamba kile, kama kuna kitu ambacho mpendwa kitasababisha siku ya leo tuweze kuovercome some of the challenges that we have been going through. Some of the challenges that we are going through. Ninataka kumaliza sasa
Mambo ambayo nitataka kuona nayo mambo mawili au matatu kwa sababu ya muda wangu. Nisema kwamba wapendwa, Daudi kuna kitu anasema, anakumbuka, anasema kwamba kumbuka kile Bwana amekusaidia hapo awali. Kama kuna ushindi Bwana alikusaidia in the year 1990, in the year 2013, 2015, kuna kitu najua kwamba hili jambo ni Mungu aliingilia kati. Wakati unakumbuka hiyo, when you remember that, kile ambacho kilipatia huyu jamaa ujasiri wa kupigana na huyu Filisti, hata kama hako na uzoefu, lakini alikumbuka. Na si Bwana alinisaidia. Wakati dubu, when the bear came na akataka kunyakua mwana kondoo, Bwana akanisaidia nikamua. Na si Bwana alinisaidia wakati simba alikuja, mimi kwa mikono yangu nikamrarua. My friend, the moment you remember what God has done in the past, wakati unakumbuka kile Bwana amefanya hapo awali, ya kwamba you can rise beyond any doubt, you can rise beyond any challenge, na useme ya kwamba it doesn't matter kile ambacho kinanikondolea macho, lakini ninakabiliana nacho katika jina la Bwana, na najua kwamba siku hii ya leo, kwa sababu maneno yetu yana uhai, maneno yetu yana nguvu, maneno yetu yana nguvu, maneno yetu yana nguvu. Kile ambacho tunasema, Daudi anasema kwamba akatambua kile ambacho Bwana amemfanyia. Jambo lingine, kwa sababu ya muda wangu mpendwa, ninapoenda kumaliza mchana wa leo, ya kwamba naamini kwamba kuna kitu Mungu amekupatia. Kuna kitu Mungu amekupatia kiko mikononi mwako. The Lord in the year 2020, He wants you exactly what you have. However small it may be, however big it may be, Bwana anataka kutumia hicho kidogo ambacho uko nacho. Unajua tunaposoma maandiko, nilikuwa nasoma, naona kwamba mfalme Sauli alikuwa anamwambia Daudi ya kwamba ampatie magwanda ya vita. Lakini Daudi hakuwa na uzoefu wa mavazi haya, na akasema mimi sijazoea kuvaa haya mavazi, lakini mimi kile ambacho niko na uzoefu wacho ndicho nitakachotumia. Mpendwa, jioni ya leo, familia ambao mnanitazama jioni hii ya leo, nataka kusema kwamba Mungu anataka kutumia kile ambacho uko nacho jioni hii ya leo. Mchana huu wa leo, ambao unatazama, labda biashara yako imekwenda chini, labda jamii yako haiendi vizuri, labda hali ya kifedha uko chini. Bwana anasema kwamba anataka kutumia kile kidogo ambacho uko nacho. Na Daudi, unapokumbuka Bwana mahali amekutoa, unapokumbuka vita alikupigania, ugonjwa ambaye amekuponya, hata hii ya leo, there is nothing that is too difficult before the Lord. Bwana anauliza kwamba, is there anything that is too hard for me? Is there anything that is too hard for me? The Lord said ya kwamba there is nothing that is too hard for our God. And tonight, my dear ones, even as I come to the conclusion of this message, kwa sababu labda Mungu akitupatia wakati mwingine tutaenda kumalizia ujumbe huu kwa sababu ya muda wangu, lakini nataka kusema ya kwamba jioni ya leo ya kwamba Bwana anataka ukumbuke kile ambacho amekufanyia pale awali. Miaka hata kama ni taifa la Kenya, Bwana tukumbuke Mungu ambaye alitusaidia miaka imepita, hata naamini mpaka kipindi hiki ninaamini Bwana atasaidia. Mungu ambaye alikusaidia na karo miaka 4, miaka 5 ikaisha, huyo Mungu, the Bible says that He changes not. He's the same yesterday, today and forever. I want to pray with you. Nataka kuombea mtazamaji wangu popote pale uko. I don't know the situation that you may be dealing with. Sijui ile hali ambayo unang'ang'ana nayo. But I want to believe God beyond measure of doubt, that because He changes not. Yeye Mungu ambaye hakuwadanganya akina Abraham na akina Sara hata baada ya kuambilia ahadi yake, He does not change. And God, let me tell you, even before I pray for you, ya kwamba Mungu hafanyi experiment na maisha yako. Mungu hafanyi experiment na maisha yako. Kama amesema atatenda. It may take time, but one thing that I know, He will surely come and
and do it what he has promised to do in the name of Jesus. He is a miracle working God. Yeye ni Mungu ambaye anatenda miujiza. And I want us to, I want us to combine our faith together. I want us to combine our faith together. Nataka tuamini na pamoja. Kwa sababu Biblia inasema kwamba without faith, mpendwa mtazamaji, pasipo imani itakuwa ni vigumu kumfurahisha Mungu. So I want to pray for you. Wewe labda uko mgonjwa, I believe there is enough grace hata uponyaji. Gusa tu mahali ambapo unasikia kwamba panakuuma. Wewe unasikia kwamba unataka kazi. Amini Mungu ya kwamba kuanzia siku ya leo, kuanzia siku ya kesho, kuanzia wiki ijayo utaanza kupokea simu, utaanza kupata milango ikifunguka, kwa sababu Mungu wetu ni Mungu ambaye anaweza. Wewe ambao umengojea simu hiyo, kuna watu ambao labda wako na kesi mahakamani na unashindwa kwamba itakwenda namna gani. Mungu, tunataka kumwamini Mungu ambaye anavunja milima ya kwamba atapatiana njia katika hali hiyo. Wacha tuombe pamoja katika jina la Yesu. Baba Mungu, katika jina la Yesu, ninakushukuru na sema ni asante kwa sababu ya mtazamaji wangu jioni ya leo. Asante kwa sababu Bwana amechukua wakati wake Bwana na akaungana nasi Bwana katika studio zetu za Mwaminifu TV Mfalme. Ninaomba katika jina la Yesu Kristo, wewe Mungu ambaye unatembea na watu wako katika imani, ya kwamba utazame jamii hii. Bwana wamekutazama, Baba wamesikia neno lako, na Mfalme jioni ya leo wanasema kwamba Bwana atatembea katika imani. Wewe Mungu ambaye ulibariki akina Abraham, Isaka na Yakobo, wewe ambaye haubadiliki, ninaamini kwamba mpaka jioni ya leo, hata siku ya leo, Bwana hautabadilika. Bwana, naamini ya kwamba utawafuta machozi hao, ya kwamba hawatachekelewa tena. Bwana, ninaondoa aibu katika jina la Yesu. Tunaondoa magonjwa katika jina la Yesu. Tazama mama huyu Bwana amekuamini. Tazama huyu mzee, huyu kijana, hata mtoto Bwana anakuamini, kwa sababu Mfalme anataka ufanyie njia. Wewe ndiye unafanya njia mahali ambapo hakuna njia. Katika jina la Yesu Bwana, naungamana pamoja naye kukuamini ya kwamba unatengeneza njia katika maisha yake. Pokea sifa na inuliwe, ni kwa sababu ni mwema na ni mwaminifu. Ni asanti hata kwa sababu ya mambo makubwa ambayo unafanya. Asante kwa sababu ya miujiza hii. Asante kwa sababu ya hii testimony. Pokea sifa Bwana na inuliwe. Na ni kwa jina la Yesu Kristo aliye Bwana na mkombozi wetu tunaomba na pia tunashukuru. Tunasema sote amen. Mungu akubariki sana. Mungu azidi kutenda mema. Mungu akitupatia nafasi nyingine, naamini kwamba tutapatana hapa katika studio zetu za Mwaminifu TV. Mungu akubariki na azidi kutenda mema. Majina yangu ninapoenda kumaliza, unaweza niita mtume ama Pastor Josephat Mugo aka Kibaki. God bless you. Shalom in Jesus name. Thank you. Mpenzi mtazamaji wa runinga ya Mwaminifu, ni neno. Na ninajua kwa mtumishi wa Mungu amekubariki mahali popote pale uko, na mahali popote pale ambapo ulikuwa unalitegea neno hilo sikio. Ninajua kwamba neno la Mungu limekubariki. Na kama imani yako ilikuwa chini, kwa sababu mchungaji anatuambia hatuwezi kumfurahisha Mungu kama hatuna imani. Lazima tuwe na imani. Ni lazima tuwe na imani. Lazima tuwe na imani tukamfurahisha Mungu. Tukaweze kumfurahisha Mungu. Yes. Na ili yale ama ule unabii ambao tulitabiriwa tulipokuwa tunaruka mwaka ukaweza kutimia. Hauwezi ukatimia bila imani. Lazima tuwe na imani. Kuna nafasi ya mchungaji na kuna nafasi yako mwenyewe. Yangu mwenyewe. Yes. Ya kutenda kulingana na vile mchungaji alivyonitabiria. Alivyokutabiria, lazima sasa tukatembea na maneno hayo na uchukue hao maneno kama yako uhai, utembee nayo katika imani. Ili akaweza kutimia. Kwa hivyo sasa kazi iko kwa mpenzi mtazamaji. Kazi sasa iko kwa mtazamaji wetu siku ya leo. Akafanyisha imani kazi. Fanyisha imani kazi. Ili miujiza ikatembee. Hallelujah. Hallelujah. Hilo neno liko sawa. Amen. Na nimeshukuru sana. Mimi sikuwa mpenzi mtazamaji nimeenda mbali. Nilikuwa tu humu, lakini nilikuwa nimemwachia mtumishi wa Mungu akaweze kuchukua nafasi yake na akakuletea neno. Na kwa hivyo mchungaji, tumefurahia sana. Asante. Na tumesikia kwamba tumekuwa watu ambao ni wamebarikiwa kwako kutembea katika runinga ya Mwaminifu. Hatuhesabu kama kawaida. Tunachukua kwamba ni Mungu ametupenda na amekupa nafasi ukatutembelea. Sasa ningependa ukaweze kusalimia mtu mahali. Kwa sababu najua hujakosa watu wawili ama watatu. Na ninajua kuna mtu ambaye amekutengeneza hivi. Na najua mahali aliko ni lazima awe anakutazama. Anatazama kabisa. Na kwa hiyo ningependa uchukue nafasi ukamsalimie. Na maybe unaweza kusalimia watu wawili wenye ni marafiki na unawajua. Na baadaye mtatupa namba ya simu. Kwa sababu najua mpenzi mtazamaji anaweza shindo. Na kwa nini mchungaji hakutupea namba ya simu? Kwa sababu maybe angelihitaji maombi na ashindo atakupata wapi. Lakini ukimpa namba yako ya simu ama mahali anaweza akakupata,
akikuhitaji. Amen. Si atakufuata. Kabisa. Sasa chukua nafasi hii tukimalizia. Salimia mtu, mwambie neno moja, anakupeana namba ya simu ili tukamalizie. Mpenzi mtazamaji, nasema ni asante sana kwa sababu ya show hii ya siku ya leo. Mungu akubariki sana. Labda mtu wa kwanza ningemsalimia, ningependa kumsalimia mke wangu ambaye anaitwa Pauline Jerry akiwa nyumbani juu unanitazama. Mungu akubariki sana kwa sababu ya kusimama pamoja nami na kuamini pamoja nami katika huduma hii. Na labda nisalimie kijana wangu ambaye anaitwa Fabian, na nisalimie msichana wetu mdogo ambaye anaitwa Divine. Mungu awabariki na azidi kuwatenda mema. Kuna mchungaji ambaye pia ningependa kumsalimia, akiwa maeneo ya Githurai, maeneo ya Githurai Mwihoko, anaitwa Reverend Wambua. Reverend Wambua, mahali ambapo huko, Mungu akubariki sana kwa sababu ya kusimama pamoja nami katika huduma. God bless you so much na God do you good. Amen, katika jina la Yesu. Na pia labda kuna mchungaji mwingine mmoja, nisalimie mtu mmoja. Ningemsalimia mchungaji mwingine anaitwa Musa, ambaye anashiriki na kanisa la Deliverance. Huko Githurai huko. So Mungu awabariki na azidi kuwatenda mema hata kwa sababu ya kazi nzuri ambao wanazidi kutenda katika maeneo haya. God bless you so much. Tupatie namba ya simu. Namba ya simu labda ni yenye unaweza nipata, na unaweza nipana namba 0729 622 070. 0729 622 070. Hiyo ni namba yangu, na mimi kwamba ukipiga tu mara moja tutaweza kuwasiliana na Mungu atazidi kutubariki sana. Amen. Mtazamaji, kama vile mchungaji amekupea namba za simu, piga hizo namba ukiwa serious. Kama ni maombi, piga ukihitaji maombi na atakuhudumia. Mambo mengine wachane nayo kwa sababu already umesikia yuko na mke na yuko na watoto. Mambo hayo tunapenda tuyaweke basi kwa sababu dunia hii ina watu wa sampuli mingi. Na kwa leo tutafika kikomo hapo, na Mungu akipenda nitakuletea tena tu mchungaji Josephat mahali hapa na ili akaweze kukuletea kile kitu ambacho Mungu atakuwa amekiweka ndani ya moyo wake kwa sababu ya maisha yako. Nataka nichukue nafasi hii niseme ni asante sana, na uendelee kutazama Runinga ya Mwaminifu na usikose kusubscribe. Namba yetu ya ujumbe mfupi ni 0721 480 ukiandika tu ujumbe mfupi utatufikia na tutasaidiana. Mchungaji, Bwana akubariki sana. Nashukuru sana. Na ukienda kweli salimiana sana. Amen. Na tumeshukuru kwa sababu ya kututembelea. Asante. Na Bwana azidi kupanua mipaka. Amen. Na azidi kukubariki. Amen. Asante. Shalom. God bless you. Asante. 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 Amen. Thank you.